Tahadhari kwa wajenzi wote. Sikiliza hii kabla haujajutia. Leo mjenzi wa nyumba, nikiwa katika safari zangu za hapa na pale, nimeamua kukuletea hili somo nikiwa naendelea na mzunguko katika jiji la Dar es Salaam. Somo langu nasema hivi: tahadhari kwa wajenzi wote. Soma hii kabla haujajuta. Kumekuwa na wimbi kubwa la wizi. Nisikilize hii kabla hujajuta. Sikiliza vizuri kabisa. Kumekuwa na wimbi kubwa la wizi kwenye maeneo ya ujenzi, nikimaanisha site Tanzania hii, na wateja wengi wameingia hasara kubwa isiyohitajika. Ujumbe huu unakuhusu wewe. Sikiliza kwa makini. Wizi wa nyaya za umeme, nikimaanisha wiring. Moja ya hatua za gharama kubwa zaidi kwenye ujenzi ni wiring ya umeme, lakini sasa hivi wezi wanajua hili vizuri kuliko unavyofikiria. Wanafanya hivi: wanaingia site yako usiku au wakati hakuna mtu, wanazivuta nyaya zote kutoka kwenye mabomba, kutoka kwenye zile conduit, wanaondoka nazo bila aliyewaona. Matokeo yake unaanza upya kununua nyaya kwa bei iliyopanda sana. Unamtafuta fundi tena kufanya wiring upya. Mradi wako unachelewa na bajeti yako inavunjika, kwa maana kwamba inakuwa kubwa zaidi. Gharama ya wiring ni kubwa sana. Hasara ya aina hii inaumiza mno. Pia kuna uwizi wa madirisha ya aluminium pamoja na grili. Mbali na nyaya za umeme, kuna wimbi jingine la wizi ambalo linakuwa kwa kasi. Madirisha ya aluminium pamoja na grili yanaibiwa usiku mmoja tu. Yanabomolewa haraka na kubebwa bila kelele. Gharama ya kuwabadilisha ni kubwa mno. Madirisha ya aluminium ya gharama, wezi wanajua thamani yake, kwamba madirisha ya aluminium na zile grili ni za gharama, kwa thamani yake wanaijua. Suluhisho: fanya hivi sasa. Weka mlinzi wa kudumu. Yaani suluhisho la kwanza hii: weka mlinzi wa kudumu site yako. Weka mtu anaishi au kulala site yako wakati wa ujenzi. Fikiria hivi: gharama ya mlinzi kwa mwezi mara nyingi huwa ni shilingi 1,500,000, na ikizidi sana huwa ni shilingi 300,000, haizidi hapo. Gharama ya kununua nyaya mpya, hii hutegemeana na ukubwa wa nyumba, ila haiwezi kawa chini ya 500,000, na wakati mwingine huwa inazidi kwenye milioni 2. Gharama ya madirisha ya aluminium na grili. Aluminium nakuta dirisha moja linauzwa mpaka shilingi 300,000, yapo yanauzwa mpaka shilingi 1,000,000, hutegemeana na ukubwa. Pesa unayotumia mlinzi ni ndogo mno ukilinganisha na hasara inayoweza kutokea. 2. Weka mwanga usiku, security light. Taa za sola zenye sensa zinazowaka mtu anapokaribia, zinazuia wezi wengi ambao huepuka mwanga. 3. Weka kamera za usalama, CCTV. Hata kamera moja ya bei nafuu inazuia wezi wengi. Inatoa ushahidi kama wizi utatokea. 4. Funga vizuri vifaa vyote usiku. Madirisha yaliyofungwa yawe na kufuli za ziada. Vifaa vya thamani visifadhiwe site usiku. 5. Arifu majirani na ulinzi wa mtaa. Majirani wanaofahamishwa wanaweza kuwa macho ya ziada bila gharama. Ukweli mchungu: watu wanajinyima kujitafuta kwa miaka mingi, kisha mtu mmoja anakuja usiku mmoja na kuondoka na kila kitu. Ulinzi wa site yako ni gharama ya ziada, ni sehemu ya bajeti ya ujenzi wako. Unahitaji ushauri wa kitaalamu wa ujenzi? Mjenzi wa Nyumba TZ tunakusaidia kujenga kwa usalama, ubora na weledi. Ramani za kisasa, architectural design, BOQ, makadirio sahihi ya gharama, usimamizi wa ujenzi, project management, ujenzi kamili, msingi hadi funguo. Yaani tunaanza kujenga msingi mpaka tunakamilisha funguo. Ushauri wa kitaalamu wa usalama wa site. Wasiliana nasi kwa simu au message za kawaida 0712937090. Pia vile vile unaweza kutumia WhatsApp au Telegram. Namba ni 0765937090. Pia tuna email yetu ambao ni info@mjenziwanyumba.tz. Bila kusahau unaweza kututembelea kwenye mitandao mingine yote ya kijamii kwa jina moja tu la Mjenzi wa Nyumba TZ.
Tunapatikana Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania. Nyumba bora hujengwa na fundi bora, na mjenzi mwerevu hulinda uwekezaji wake. Mjenzi wa Nyumba TZ, tunajenga maisha, sio kuta tu. Asante sana kunisikiliza, na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.